Naam, tunaendelea na leo ni siku ya uelewa wa usonji duniani, siku ambayo imewekwa kila tarehe 2 mwezi wa 4 na Umoja wa Mataifa kuhamasisha nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kuchukua hatua kuhusu uelewa wa jamii kuhusiana na haki za kimsingi za watu ambao wanazaliwa na hali ya usonji. Lakini tutapata pia fursa ya kukumbushana hali ya usonji ni nini, ama usonji ni kitu gani hasa. Tutapata pia uzoefu kutoka kwa mama na mkurugenzi wa kituo ambacho kinalea watoto hawa, na mama ambaye pia amekuwa na mtoto mwenye usonji, na vile vile tutakuwa na daktari hapa ambaye atatueleza kwa kina zaidi kuhusiana na hali hii na mambo ambayo yanakuwepo mtu ambaye anapozaliwa akiwa na usonji, ama kwa kimombo wakiita autism. Sasa nikutambulisha Rebecca Lebi ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ambayo inajulikana kama Salt Special VTC, na pia ni mama wa mtoto mwenye usonji. Karibu sana Mama Lebi. Asante sana. Lakini vile vile tunaye Dr. Ali Abdallah Misiro ambaye ni daktari wa binadamu kutoka Royal Polyclinic. Karibu sana daktari. Asante sana. Labda tuanzie kwako daktari. Kwa kujenga msingi tu, tukumbushane tunapozungumzia usonji ama autism tunamaanisha nini hasa? Tunapozungumzia usonji au autism ni ugonjwa, just hatuwezi tukasema general kama moja kwa moja ni ugonjwa, lakini ni ile hali ambayo ya upungufu wa maendeleo ya ubongo ambayo anapata mtoto, ambaye inapelekea upungufu wa uwezo au kupungua kwa uwezo wake wa namna gani anaweza kukomuniketi na jamii, yani kuwasiliana na jamii. Namna gani pia anakuwa na mapungufu ya ile hali ya maendeleo yake ya ukuaji katika mfumo zile tabia za mtoto kama kuongea, kuzungumza, kutembea na mengineyo. Na nini hasa kinasababisha mtoto kuzaliwa akiwa na hali kama hii? Hakuna sababu ya moja kwa moja. Ndio. Specifically kwamba mtu ikiwa sababu hii ndio inapelekea kupata usonji. Lakini watafiti zimeonyesha ziko tabia ambazo hasa hususan kama mama mjamzito akiwa nazo anaweza kupelekea kupata hiyo hali ya usonji. Kwa ni hali ambayo inajitokeza. Kwa hiyo wataalamu wakathibitisha kwamba, wakasema kwamba ziko tabia, mfano labda mtoto anaweza akapata ugonjwa, labda akapata maambukizi ya virusi vya rubela akapelekea kupata hiyo hali ya usonji. Lakini pia kwa mama ambao wenye tabia ya kutumia madawa ya kulevya kama mfano pombe, heroin na cocaine na hata bangi, ikapelekea kujifungua mtoto ambaye ana changamoto ya usonji. Rebecca, kwako ilikuwaje ukagundua? Kwangu mimi ilikuwa ni ngumu kwa sababu mtoto wangu ni mkubwa. Kitu cha kwanza nilijua mtoto wangu amelogwa, lakini baada ya kupitia hali, kwa sababu mwanangu mimi amezaliwa na hali mbili. Hali ya kwanza ni Down syndrome, ambapo tukiwa bado tuko kwenye kitendawili alikuwa kuna maneno anachomoa japo kwa kubabaika. Ghafla hata yale alikuwa anaongea akapotea. Akiwa na miaka 4 ndio tulipoanza kugundua kitu cha tofauti. Kwa hiyo kitu cha kwanza nafikiri tutakimbilia makanisani kwenye maombi, na by then unakuta hata ukienda hospitali wanashinda kung'amua vizuri sana kwa sababu ana Down syndrome tu. Sasa kichoko kinanishangaza, mbona aongei? Na wakati kule maneno alikuwa anatamka mama hata kwa ugumu yamepotea, na akawa ni mtundu kupitiliza. Yaani ni mharibifu kiasi kwamba mpaka sebreni tulitoa vitu vyote. Anaweza akarusha jiwe akapasua TV. Hatulii, sikio nakuta amechana makochi yote. Na saa zingine anajipiga, analia tu. Sasa tukawa tuelewi, ndio hicho kitu cha kwanza nasema labda amelogwa. Lakini baada ya kufuatilia wataalamu hapa na pale, ndio akaniambia huyu mtoto ana hali mbili. Ana hii Down syndrome pia ana usonji. Kwa hiyo ni kufuata tu utaratibu na kufuata therapy za hapa na pale. Utofauti ni upi kati ya hali hizo? Down syndrome ni genetic disorder, yani ni mtoto anazaliwa na tunaweza kuita ni chromosome ya ziada kwenye chromosome namba 23. Kwa hiyo badala kuwa na zile mbili, moja kutoka kwa baba nyingine kwa mama, yeye anakuwa na kingine cha ziada ambacho pia kinaathiri ufahamu wake.
na ukuaji kwa ujumla. Labda daktari atufafanulie zaidi, kwa sababu wengine huwa wanashindwa kutofautisha yani usonji na hiyo Down syndrome. Down syndrome sijui Kiswahili chake sio kinakuaje. Mpaka sasa jina lijapatikana. Yeah. Lakini tofauti kama mama hapa aliweza kueleza hapo awali ni moja, tunasema ni maendeleo hayo ya ubongo wake. Yeah. Ambayo pia watu wasichanganye. Usonji sio tatizo la afya ya akili. Watu wasichanganye. Kwa ni maendeleo hayo ya ubongo ambayo kuna ile hali ya kuchelewa au kudelay ambayo inapelekea kupoteza ule uwezo wake wa kukua kwa haraka, kudevelop vile vitu ambavyo vya haraka. Kama mfano mama alisema hivyo, alifikia tu kwamba maneno yanachelewa kutoka, ambayo ni maendeleo, speech inatokana na maendeleo hayo ya ubongo. Lakini unaposema Down syndrome ni swala la kigenetics, kwa sababu ili mwanadamu aweze kupatikana kuna mbegu ya kiume na mbegu ya kike zinakutana. Hizo mbegu ya kiume na mbegu ya kike zikikutana zina vitu ndani yake, kuna kitu kinaitwa nucleus. Lakini ndani ya hizo nucleus ndio kuna hizo vitu vinaitwa chromosome, chromatid, ambazo zinatakiwa ziwepo katika idadi ya namba maalum. Sasa ikitokea abnormality yoyote, kwamba kimoja kikaongezeka kingine kikapungua, kinapelekea pia abnormality katika development ya maumbile ya huyo mtoto. Sasa tunapozungumzia ongezeko la chromosome ndio inapelekea hiyo hali ya huyo mtoto. Ina maana kuna ile chromosome ambayo kitu kingine kimeongezeka cha ziada ambacho kilitakiwa kiwe katika idadi ya namba ambayo inatakiwa katika uhalisia. Sasa kile kinapelekea sasa maumbile kuweza kubadilika tofauti na vile ambavyo tulivyokuwa tumezoea. Tuko vizuri? Kwa hiyo linakuwa ni tatizo la kigenetics. Ni tatizo la kimaumbile ya moja kwa moja katika mfumo mzima wa uumbaji, kwa sababu tunategemea kuna vitu vinaitwa messenger katika maumbile ya mwanadamu. Kwamba wewe sasa hivi unataka kutengenezwa jicho, ni nini kinatakiwa kitumike? Kwa hiyo zile taarifa zinakuwa zinatumwa na kuna seli gani zinahitajika na kwa idadi maalum. Sasa ikatokea kwamba idadi imeongezeka, ndio inapelekea sasa maumbile yale kuweza kubadilika. Tuko vizuri hapo? Katika hilo la kutofautisha, manake moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikatumika vya kawaida tu vya kutofautisha watu wenye Down syndrome huwa wanakuwa na hali fulani vya mfanano, yani namna fulani wanakuwa wanafanana. Vizuri. Ukiwaona wote duniani, ukiwatazama wanafanana. Kwa sababu physiological ya tatizo lao linakuwa ni moja. Kwa ukiwaona wote kama wakiwa wanafanana. Lakini sifa nyingine kwa upande wa usonji sasa, moja kati ya sifa kubwa hata ukizungumza na wazazi ambao wana watoto wenye usonji, kuna hiyo uliozungumza ya utundu, yani wanakuwa wana ile hali ya utundu hivi. Wenyewe tunaita restrictive repetitive behavior. Wanakuwa na hizo tabia kwanza za uking'ang'anizi tunasema. Kwamba kitaka lake hili ni hivyo. Tuko vizuri? Na wazazi wengi kama mama hapa anasema kwamba aliweza kumtambua ndani ya miaka 4. Ni kweli wanachelewa kutambulika. Ndiyo. Na mara nyingi na kuchelewa kwa kutambulika kunategemea na level ya uelewa wa mzazi mwenyewe. Na mara nyingi wengi wanakuja kugundulika kuanzia miaka 2 na kupanda juu. Sasa level ya uzazi labda kwa sababu ni changamoto ya mara ya kwanza, ukupata elimu ya kutosha, kwa ndo unaweza ukawa sasa unafikiri ni vitu tofauti. Sasa watoto unawezaje kumtambua labda mtoto ambaye alishaanza kupata hiyo hali ya usonji? Kwa hiyo kuna tabia anazokuwa nazo. Tabia ya kurusharusha mikono, tabia ambazo anazokuwa nazo. Kuna wakati tabia kutikisa kichwa. Shiko vizuri? Wana tabia kujigaragaza. Kuta mtoto anajigaragaza. Tabia ya kupenda kushikilia kitu. Mfano kama unaona kama hapa akishikilia kitu chake kama hapa, ni hicho, huwezi kumnyang'anya. Na ukimnyang'anya unaleta taharuki, ndio atapiga TV, atapiga nini, tabia ya kung'ang'ania jambo. Mbali na hali yao kwa hivyo, lakini wataalamu wanashauri yapo mengi ambayo wanaweza akajifunza, ikiwemo ujuzi wa vitendo ambavyo wanaweza wakafanya. Ni kwa kiasi gani hili limekuwa likifanyika, hasa ukiangalia pia katika mazingira yetu, daktari? Mwanzoni ilikuwa inaleta changamoto mwanzoni kabisa, kwamba watu wengi walikuwa hawana uelewa wa tatizo hilo.
lakini kupitia juhudi zinazofanywa na Umoja wa Mataifa pia na nchi wanachama kukuza ule ufahamu wa watu kuelewa usonji ni tatizo gani. Kwa hiyo watu wengi sasa wameanza kuelewa kwamba tatizo la usonji sio tatizo la afya ya akili, kwamba mtoto mwenye usonji anaweza akafundishwa, akafundishika, akaelewa na akafanya vizuri. Kwa hiyo leo unaweza ukaona ndani ya nchi yetu kuna vituo vingi ambavyo sasa hivi vimekuwa vinakusanya watoto wenye usonji, wanaanza kuwafundisha zile skills, zile cognitive skills ambazo zinaweza kuwasaidia katika hali ya kumudu hali yao ya mazingira. Lakini pia hata serikali pia imefanya jitihada hizo. Nadhani kwa watu wa Dar es Salaam tunazifahamu shule hizo. Mmoja upata Huru Mchanganyiko, kuna watu wa namna hiyo ambao wanakuwepo pale, wanakutana na watu wenye ujuzi na maarifa mazuri ambao wanaweza sasa kuwafanya watoto waweze kumudu na hali yao ya kuweza kumudu hali yao mazingira. Wawe na uwezo wa kucommunicate na watu, wa kuwasiliana na watu wengine na kupunguza ile hali ambayo inaweza kuwafanya wao wasiwe katika mazingira mazuri. Mama, ulisema mwanao yeye ana Down syndrome lakini pia ana usonji. Vyote viwili. Labda daktari atakuja kutuelezea hapo baadaye kidogo hiyo hali inatokana na nini, lakini hebu tuambie wewe kwa uzoefu wako sasa, kwa miaka hii ambayo umeishi na mtoto wako, umekuwa ukiishi naye vipi kutokana na hizo changamoto? Kama ambavyo umesema kuna hiyo hali ya utundu, kuna hiyo hali ya kuharibu vitu na vitu kama hivyo. Kwa kutokujua kama alivyoeleza daktari. Mwanzo labda uendelee pale ulipokuwa unatusimulia kwamba mlienda kanisani. Tumeenda kanisani kumwombea. Lakini ilikuwa ieleweki. Unajua utapewa kila aina ya maneno. Lakini mwisho wa siku tukaja kumpata daktari, ni marehemu sasa. Ndio akanielezea vizuri ile hali na akaniambia wanawezekana hawa na ni watu wazuri sana. Kwa hiyo inahitaji subira sana kuishi nao. Kwa hiyo kuanzia pale kwanza nikampeleka shule hizi nomo kwa ajili ya kujichanganya, kusocialize na watu. Kidogo pale tukaanza kuona anachomoa maneno mawili matatu, ila sa challenge ilikuwa ni bado anajisaidia kwenye nguo, ajui muda gani wa kwenda chooni. Kwa hiyo unakuta kwa sababu kutokujua wanakwambia basi mtoto wako tuwezi kumudu. Ndio nilipoanza mwenyewe kutafuta maarifa mbalimbali na kuanza kumfundisha. Na mpaka sasa umekuwa ukifundisha pia vijana wengi kupitia kituo cha SALT 42. Kati ya hao watoto 27 wana usonji. Ni hali ambayo hata sisi inatutisha kwamba hii hali ni kubwa. Sababu tumeshafanya pia interview ya watoto 851, watoto 670 wote walionekana wana hali ya usonji. Sisemi watoto mimi kwa sababu ni vijana, naanzia miaka 10 na mkubwa zaidi ana miaka 46. Mambo gani hasa ambayo umekuwa ukiwafundisha? Kwa sababu tuliona pia kupitia moja ya kipindi chetu hapa cha Kidani, ukiwa na mgahawa ambao wenyewe wamekuwa wakihudumia na wakisaidia pia katika wakitoa huduma mbalimbali. Tunawafundisha, tumepanga ni makundi makubwa 5. Kundi la kwanza ni mazoezi tiba na mazoezi kazi, tunasema physiotherapy na occupational therapy. Yaani ni kundi zima la utengamao, kumtengeneza mtoto aweze kujimudu yeye mwenyewe na kumudu maisha yanayomzunguka na hata kuweza kufanya mawasiliano na wengine. Kuna kundi ambalo unakuta wana uwezo mkubwa zaidi, anaweza akajifunza kusoma na kuandika. Na baada ya hapo tuna kundi ambalo wanajifunza na marekebisho ya tabia, kwa sababu changamoto kubwa kwa hawa vijana wetu ni changamoto za kitabia. Kwa hiyo kuna idara ambayo inahusika na marekebisho ya tabia, na mwisho ni tunakuja sasa kwenye kundi la ufundi ambao mpaka sasa hivi tuna viwanda vidogo vidogo 10. Kuna kiwanda cha sabuni, mikate, mishumaa, mafuta, ambao kazi zote wanafanya wenyewe kwa usimamizi mdogo sana. Na pia sasa tulivyoona kwamba sisi wakiwa ndani wanajimudu, lakini pindi akitoka nje unamuona kama amepoteza hata ile confidence. Ndio tulipowaza kwamba tutengeneze kitu ambapo itakuwa ni kama sehemu ya kuona na kuonyesha pia jamii uwezo wao, kwamba sio mizigo kama watu wanavyowatem au ni hasara, maana kuna maneno mabaya kweli wanapewa. Lakini kwa kupitia mradi wetu ambao tumeuita ni Workplace Inclusion Now,
Kwa hiyo tumefungua supermarket ambayo ina mgahawa hapo hapo na bakery ambapo tunategemea kuajiri, tumeshaanza kwa train vijana 12 kwa ajili ya hiyo kazi, na vijana 8 ambao bahati nzuri wote 8 ni wenye usonji. Ndio. Wamemudu vizuri sana kwa sababu wale watu wanaishi kwa kanuni. Tunasema routine. Akizishika kanuni zake vizuri, kwa hata asubuhi 11:30 ameamka, anaoga, tayari atatafuta jezi yake kuvaa kazini, atavaa, atajiandaa, tutasubiri usafiri, tutawapeleka, maana ni mbali na kituo. Wakifika pale, kitu cha kwanza ni usafi. Hata ufanye nini, atafanya usafi tu kwanza. Fanya usafi, utaona anafuta vioo, anafuta kwenye shelves. Wale wa jikoni watahakikisha vitu vyao vimekaa vizuri, ni atabeki hicho kitu, ambayo ndio challenge ambayo tunajitahidi tuwatengeneze kwamba akifika tumfundishe jinsi ya kuiregulate ile ratiba. Kwa sababu unaweza kuta mikate bado ipo mingi. Yeye ratiba yake anajua ni kutengeneza mingine mipya. Kwa akifika tu pale ni moja kwa moja kwenye mashine. Na sasa unakuta saa zingine umeme hakuna, akiwasha mashine haiwaki. Wengine make wengi wangu waliopo ni hawana matamshi, na watoto wawili tu katika 27 ndio wana matamshi. Kwa sasa ile jinsi atakavyo react kama alivyosema daktari, kwa sababu alitegemea mashine iwake, umeme hamna. Sasa ndio hapo atakavyoanza ku throw hizo tantrum, anajitupa, mwingine anajijeruhi, anajingata, mpaka ukipita tu ule muda unamwona ametulia vizuri. Yaani kwamba ile ratiba imeshaisha, anasubiri ratiba ya pili. Kwa hiyo ndio maana hata pale kwenye tulikuwa tunatafuta jinsi ya tupate kitu inaitwa sensory room. Mtoto anapopata hali kama ile pia tuweze kumtuliza, maki asifanye madhara zaidi. Kwenye chumba ambacho naye mwenyewe asijijeruhi. Kwa hiyo ndio hicho kikubwa tunachofanya, na tumeona matokeo makubwa sana. Daktari, nilitamani kujua kuhusiana na hiyo inavyojitokeza anakuwa na hali zote mbili, kwamba Down syndrome pamoja na autism. Tumezungumza kwamba autism ni hiyo hali inakuwa inatokea ya maendeleo, upungufu wa maendeleo ya ubongo ambayo inapelekea upungufu wa uwezo wake wa kukomuniketi na jamii katika upande wa social, na pia maendeleo yake ya ukuaji. Lakini Down syndrome inatokea kwamba panatokea na cell division, kwa sababu baada ya mtu kuwa mbegu ya kiume na kike zimeweza kukutana, sasa ili aweze kutengenezwa mtoto, kinachotokea kuna cell division. Seli zinaweza kugawanywa. Sasa huwa zinagawanywa kwa idadi maalum, kwa sababu kuna kitu kinachoitwa katika seli, kuna kitu kinaitwa chromosome. Kwa zinagawanywa kwa idadi maalum 23. Tunategemea kuwa seli ianze kutengenezwa kwa na hizo chromosome 46. Sasa inakuja kutokea kuna extra chromosome ambayo inakuwa inapatikana, ambayo inapelekea sasa maumbile ya yule mtoto kuweza kubadilika. Kwa hiyo linakuwa ni tatizo ambalo la maumbile yanavyotengenezwa, kwa sababu yanatengenezwa kutokana na seli. Kwa hiyo inaweza kutokea hiyo hali. Sasa kama changamoto ishatokea hiyo chromosome, na ikaja sasa changamoto nyingine ikaja kutokea sasa katika mfumo mzima wa ukuaji wa taarifa zake katika mfumo wake wa maendeleo yake ya ubongo. Kwa hivyo vikutana hivi vitu viwili, ndio tunaweza kusema sasa mtoto ana shida ya usonji pia na ana shida hiyo Down syndrome. Na tabia zinakuwa zinatofautiana, ambapo mpaka uweze kutofautisha huyu ana Down syndrome na huyu ana usonji. Kwa hiyo watoto wenye usonji tunazungumzia ni zile behavior, tabia, sawa, na baadhi hizo kudelay katika development of milestone tunaita. Kwamba mtoto kwenye umri fulani anatakiwa aanze kutembea, hatembei. Anatakiwa aanze kusema mama, lakini anachelewa kusema neno lolote. Tuko vizuri? Lakini katika Down syndrome unakuja sasa kugundua katika development ya mtoto mwenyewe kimaumbile. Kwa hiyo unaweza kukuta na mtoto ana kichwa kidogo, umeona vizuri, ana shingo ndogo, umeona. Kwa hiyo unaona katika zile hali ya maumbile yake anakuwa yameweza kubadilika. Kuna zile face unazojisi zinapokuwa zinabadilika. Kwa hiyo ukiona zile dalili unasema huyu mtoto ana tatizo la Down syndrome. Sasa unapokuja kukuta sasa pia anapata ile hali ya kudelay development of milestone. Anashindwa communicate na watu vizuri, sawa? Anachelewa kudevelop zile hatua zile za ukuaji.
unasema mtoto pamoja kuwa amepata hii Down syndrome, lakini pia sasa ana tabia, amepata tatizo la usonji. Na watoto hao wanaweza wakafundishwa hadi kufikia katika kiwango gani cha maarifa ukilinganisha na kile kiwango cha kawaida cha mtu ambaye hana hali kama hiyo? Ya watoto wenye usonji wanaweza kufundishwa hadi kufika kiwango kikubwa mno cha maarifa, na baadhi ya watafiti wamekuja kugundua pia wana uwezo mkubwa mno wa kiakili. Tuko vizuri? Wana uwezo mkubwa mno wa kiakili. Naona nyie ni wapenzi sana wa sinema Azam. Na mnafanya hivyo sana. Naweza kuwapa na mfano ambao ni mfano rahisi ambao jamii inaweza wakauelewa. Mwigizaji maarufu nchini India anaitwa Shahrukh Khan. Kuna movie inaitwa My Name is Khan. Ni movie ambayo imeonyesha kama ana hali fulani kama ya usonji. Lakini wamejaribu kuonyesha uwezo wa akili ambao aliokuwa nao katika mazingira yale. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba ana uwezo kufundishika na kufika katika level kubwa mno ya kimaarifa. Kwa sababu maarifa tuzungumzie ni lazima wewe uwe engineer. Maarifa tunazungumzia ni ule uwezo wa mtu kutambua, kupata elimu, kubuni na kuvumbua. Ndio tunazungumzia hicho kitu. Sawa? Kwa hiyo wana uwezo mkubwa sana. Na ndio maana tunasema kwamba wanatakiwa wapewe fursa, jamii isiwatenge, jamii iwe nao karibu na iwawezeshe, kwa sababu wanaweza wakafanya beta na kuweza kuisaidia jamii. Na ndio ilikuwa lengo la siku hii, kukuza huo uelewa. Tumegusia hapo filamu, na tuna moja kati ya filamu ambayo inaonekana ya The Good Doctor, nayo inaonyesha hali kama hiyo, na ni muhimu uelewa huu ukakua kwa ujumla. Unadhani ni kitu gani, Rebecca, ambacho wazazi wanapaswa kufahamu ili kuwasaidia pia watoto hao? Kwanza kwa wazazi ni kujaribu kutafuta maarifa ya kutosha na kufuata sehemu zilizo sahihi. Kwa mfano kama mimi nilianza nikiamini kabisa mtoto amerogwa, nilijipa mimi majibu. Lakini nilipoenda kwa daktari ndio hapo alipoenda kunifungua kwamba hajarogwa. Hii ni hali ya kawaida kabisa. Na huwa inatokea na inarekebishika. Kwa hiyo na akaniambia, alichoniambia ni usifate sana hizi formal education kwa sababu zitamvuruga. Yeye hatakiwi mchanganyo wa vitu. Kwa hiyo unaitakia kwenda hatua kwa hatua. Na kweli kupitia yeye, sasa hivi yeye peke yake anaweza kutengeneza product 9 za aina mbalimbali bila usaidizi wowote. Tena akiwa happy tu, anaimba na anapenda sana muziki kwa sababu ya hali yake ya Down syndrome. Kwa hiyo anatengeneza, anaweza kujimudu. Sasa hivi hata nikiondoka nyumbani, nikirudi jioni nitakuta amefanya ratiba zote za siku, amepika mpaka chakula chake, ameosha vyombo, amepasi nguo zake na haruki ya tatu moja. Kwa hiyo kama alivyoeleza daktari, wana uwezo mkubwa mno. Na sisi huwa tunashangaa, hata kwa mfano wale wageni wanaokuja na ni wakubwa, kumbuka wamepita zile hatua za awali za marekebisho. Mwaka unampokea mtoto wa miaka 29. Lakini huwa tuna move kwenye sehemu mbalimbali. Labda leo tunatengeneza sabuni za miche. Mnakuwa naye tu, anakaa anazunguka, unafikiri haoni. Kuna siku nilikuwa nimeingia hivyo, na sisi kwa sababu wengi hawajui kusoma, kwa hiyo tunatumia rangi wanazi identify vizuri sana. Kwa kama tunajua tunapima labda sodium silicate kiasi fulani, tumeweka rangi za makopo. Sasa siku nikaa nimeingia, mimi nilikuwa nimefanya, sikujua kumbe anani observe. Niliamua tu kuchukua kopo ambalo tunaweka lye solution, nikachota sodium silicate. Nilikuwa naandaa darasa kwa ajili ya wanafunzi wanavyoingia. Sasa alikuwa amenifuata, akanicheka, afu akaenda akaswitch kwamba hili kopo linatakia lichote kwenye ndoo hii. Kwa akalitoa, akaenda akabadilisha, akaniwekea hivi, afu akanicheka sana, afu akatikisa kichwa kwamba hujui. Ni kitu ambacho kilinishangaza sana. Kumbe anaona nani mgeni. Watu wanasema kwamba watu wenye usonji, wakati sisi baadhi ya watu wanawashangaa kwamba hawako, yani wanafanya vitu tofauti, na wao wanasikia na hivi wanashangaa kwamba mbona nyinyi mnafanya vitu tofauti. Na miongoni mwa tabia yao wanapenda sana kucheka. Wanaweza kukucheka shadi ukakasirika. Asante sana. Tunashukuru sana. Tunatakia heri ya siku ya uelewa kuhusu usonji. Shukrani sana. Na tunakamilisha hivyo, na nikukumbushe tu hapa tulikuwa na
Dr. Ali Abdallah Misiro, daktari wa binadamu kutoka Royal Polyclinic, lakini vile vile Mama Rebecca Lebi, yeye ni mkurugenzi wa Salt Special VTC, taasisi hii ambayo inashughulika na watu wenye usonji, lakini pia ni mama wa kijana ambaye anaishi na hali ya usonji. Tukikamilisha hivyo, lakini bado tunaendelea kuhimiza jamii kuendelea kukuza uelewa na kuwapa haki za kimsingi wale ambao wanaishi na hali ya usonji.